Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Unajua kwamba mlipuko wa DRC umetokea sehemu ambayo kidogo sio sehemu ambayo tumezoea kuona milipuko ikitokea. Kwa hiyo inakuwa shida kidogo kuhakikisha kwamba tuna control haraka. Sasa sababu kadhaa ambazo tunaziona zinachangia maambukizi nchini DRC, ya kwanza kabisa ni changamoto za kiusalama. Kama mnavyojua, katika maeneo ya mashariki mwa DRC kuna changamoto kubwa ya kiusalama, hivyo inafanya timu za afya kushinda kuwafikia wagonjwa na jamii kwa wakati. Na hiyo pia hupelekea kuchelewa kugundua wagonjwa, kwa sababu ili uweze kudhibiti ugonjwa inatakiwa uweze kuwagundua wagonjwa mapema, na ukiwagundua mapema unazuia kwamba wasiendeleze kuambukiza wengine, na hivyo wanatengwa. Sasa kutokana na hali iliyokuwa kule kidogo sio nzuri, kwa inasababisha kuchelewa kugundua wagonjwa. Kitu kingine ambacho kinasababisha ugonjwa kuendelea ni ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, ambao tunaita contact tracing. Contact tracing inakuwa ngumu kutokana na watu kuhamahama mara kwa mara kutokana na mazingira ambayo hayako kwa usalama. Vile vile ndugu zetu wa Kongo wana mila zao za mazishi. Mila zao za mazishi huwa zinachangia kwa kiasi kikubwa sana katika kuongeza maambukizi, kwa sababu virusi hubaki kwenye mwili wa marehemu, na wao huwa na mila ambazo zinapelekea wao kushika mwili wa marehemu, na matokeo yake ni kupata maambukizi. Pia kuna mizunguko mkubwa wa watu kuvuka mipaka kati ya DRC na nchi jirani, hivyo huongeza hatari ya kusambaa kwa ugonjwa ikiwa hatua ya ufuatiliaji hazikuwa madhubuti. Na Uganda kwa upande wake mwingine wanasema kwamba hakuna Ebola, wameangamiza kabisa. Pengine mafanikio haya yametokana na nini hasa? Sasa Uganda ni kidogo kinyume na DRC, kwa sababu wenzetu wa Uganda waliweza kugundua wagonjwa mapema na kuwapeleka haraka katika vituo vya matibabu. Vile vile Uganda wana mfumo imara wa ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, hivyo unawezesha kuwafuatilia kwa karibu na kuwachunguza kila siku. Kitu kingine kikubwa ambacho Uganda wanajivunia ni kwamba wana ushirikiano mzuri kati ya serikali, jamii na wadau wa maendeleo na washirika wengine, ambayo inafanya kwamba waweze kupata ushirikiano wa kupambana kwa pamoja. Na vile vile Uganda wana mfumo mzuri wa vituo vya afya, maabara na timu za dharura, hivyo vipimo na majibu vinatolewa kwa haraka. Uganda pia wana nani nzuri ya elimu ya afya kwa umma, ambayo inasaidia wananchi kuelewa dalili za Ebola na umuhimu wa kuripoti mapema. Kwa hiyo mafanikio haya yanaonyesha kuwa maandalizi mazuri, uongozi thabiti na ushirikiano wa wadau vinaweza kudhibiti mlipuko wa Ebola kwa ufanisi.